shiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali kwa utulivu, kwa usalama na kwa amani. Na kama ambavyo nimesema katika maeneo mengi, mipango yetu yote ikiwemo dira nzuri sana ambayo imeandikwa tena kwa njia ambazo ni shirikishi sana, ambazo zimeshirikisha wananchi, makundi mbalimbali, hatuwezi kuifikia kama hatutakuwa na uhakika wa ulinzi na usalama katika nchi yetu. Ni dhahiri kuwa Mheshimiwa Rais ameweka juhudi kubwa, na juhudi hizi zimekuwa zikileta manufaa makubwa kwa wananchi na kuongeza kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Na leo upatikanaji wa boti za doria ni sehemu ya jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akiweka, akionyesha utekelezaji kwa vitendo wa dhamira hiyo njema, na sina shaka kuwa boti hizi zitakuwa mwarobaini wa changamoto mbalimbali za kiusalama na za kimazingira katika bahari yetu. Masuala ya kiusalama kila wakati yanaenda yakichukua sura mpya, na niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa washiriki wa kwanza wa kulinda nchi yetu, kuwa washirika wa kwanza wa kudumisha masuala ya usalama, kulinda nchi yetu na kudumisha masuala ya amani ndani ya nchi yetu. Serikali itaendelea kuweka mkazo katika masuala haya ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya shughuli zao za kila siku za kiuchumi wakiwa na uhakika wa masuala ya amani, ulinzi na usalama. Kama mnavyofahamu, nchi yetu imezungukwa na bahari na maziwa makuu katika pande zote. Kadhalika, kwa nyakati mbalimbali, maeneo hayo ya mwambao wa bahari na maziwa yamekuwa yakikumbwa na viashiria ambavyo ni hatarishi kwa maisha pamoja na mali za Watanzania, viashiria vya hatari katika shughuli wanazozifanya, kama tulivyotoka kumsikia mwenyekiti wa kamati akielezea. Kwa hiyo mradi huu umeanzishwa kwa lengo la kupambana na vitendo vya kihalifu katika bahari, na hivyo basi mradi huu ni chachu ya kuimarisha mapambano haya ili kuweza kuongeza jitihada za kuzuia ama kupambana na vitendo vya aina hiyo, vikiwemo uhamiaji haramu, uharamia, usafirishaji wa madawa ya kulevya pamoja na biashara haramu ya binadamu. Lakini vipo vitendo vingine pia ambavyo vinahusisha utoroshwaji wa maliasili, uvuvi haramu, lakini pia hata unyang'anyi wa mali za wavuvi, kama ambavyo Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ameliongelea vizuri. Kwa ni ukweli usiopingika kuwa rasilimali nyingi zilizopo katika ukanda wa bahari ya Hindi na maziwa makuu zinahitaji ulinzi dhidi ya shughuli hizi nilizozitaja. Hii ni hatua mojawapo ambayo serikali inachukua kuweza kuhakikishia wananchi kwamba tutakomesha vitendo vyote hivi nilivyoviorodhesha na kuwafanya wafanye shughuli wakiwa na uhakika wa usalama wao pamoja na mali zao. Maelezo ya mradi huu yanaonyesha kuwa pamoja na ununuzi wa boti za doria ambazo leo tumekusanyika kushuhudia uzinduzi wake, lakini mradi huu umekuwa na manufaa makubwa mengine, yakiwemo kutoa mwongozo wa kitaifa wa kukabiliana na vitendo vya kihalifu katika bahari pamoja na maziwa makuu. Lakini pia kumekuwepo na utaratibu wa kuendesha kituo cha kitaifa cha pamoja cha operesheni na kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani kupitia mpango maalum wa mafunzo, ujenzi wa miundombinu ya kukaushia samaki na kutoa mafunzo kwa wakulima wa zao la mwani na ujenzi wa kaushio pamoja na ununuzi wa mashine za kusaga mwani katika wilaya ya Mkinga kule mkoani
Tanga. Kwa hii ni hatua kubwa ambayo kama nilivyosema haijaishia tu kwenye boti, lakini ni mradi ambao unaenda sambamba na hatua zingine ambazo zina manufaa